Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, ambapo unasikiliza ni Amka na Baraka One TV tarehe 18 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, jeshi la Rwanda RDF laonekana kujiondoa maeneo mbalimbali Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Uvira, wazalendo wataka kuendeleza kujikita vitani badala ya kukaa kwenye makambi. Kinshasa, Senko SSC waanza kukutana na upinzani kwa ajili ya kuongea kuhusiana na dialogue inayoandaliwa na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Huko nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vile vile endelea kusikiza matangazo yetu kupitia Mwangaza TV, na usikose pia kushiriki na sisi kwenye operation Saidia Muzalendo. Kwanza na taarifa hizi nyeti kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini, baadaye turudi Kivu ya Kusini. Jeshi la RDF laonekana kujiondoa katika maeneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwa sasa asilimia kadhaa ya wanajeshi wa RDF kutoka nchini Rwanda wameonekana wakianza kujiondoa katika maeneo mbalimbali huko kwenye uwanja wa vita ndani ya tarafa ya Masisi, ikiwemo pia hata Walikale, Ruchuru pamoja na Nyiragongo jimboni Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya tarehe 18 gari zaidi ya 25 zilionekana zikiingia ndani ya jiji la Goma na kuelekea maeneo ya uwanja wa ndege, huku gari hizo zikiwa zimejazwa magaidi hao wa RDF ambao walikuwa wakipambana kusaidiana na M23 Twirwaneho pamoja na Redi Tabara kwa upande wa Kivu ya Kaskazini na kwa upande wa Kivu ya Kusini. Kitendo hicho cha kuondoka kwa magaidi wa M23 je, kinaathiri vipi mlolongo mzima wa makubaliano ya Washington kati ya serikali ya Jamhuri ya Kongo pamoja na serikali ya Kigali? Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa upande wake amezungumza ya kwamba kuweza kuwamaliza M23 ni sawasawa na kuimaliza Rwanda, kwa sababu Rwanda inaishi kwa kutegemea uwepo wa M23. Na je, kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kitu gani? Ugande balitembelea Kitsumbiro na ilikuwa visite d'etat des lieux ya kwenda angalia eneo, paske programu yao watakamata ile maeneo yote ya Kitsumbiro meme vers Kanyabayonga. Bashaka ongea na wale wenzabo weko kule wa M23 banajua, ndio walipia juu waende angalia milima gani yenyewe banaweza tia kwa defense zabo, mevale ifo banajiretire kisha nabo banapanga kule. Ndio sawa walifika Ilengi pale Musandira ya Kitsumbiro, wameikala muda mrefu David kuongea na wenzabo. Daire wamefaa pale na meeting, wameongea na population, aseme wanauliza population sasa kama inapenda wa M23, wanauliza population baba njoo mnapenda waikale huko, population eti ndio. Donc ni vya mingi, njoo sasa wameenda angalia, waenda visiter kule mangambo ya Kanyambi kwenye wanapenda ba installe. Ilikuwa higari hitatu ya Uganda. Na njoo après meeting bamerudia Lubero mais avec promesse interne ya kusema batakuya lendi kupanga kule vers Kanyambi kwa walienda angalia milima. Na njoo vile progression itakuwa. Ile njoo precision yenye mjuu. Kwa sababu wamerudia pale Lubero avec rendez-vous ya lendi. Donc balenda ambia wale ke
wakati inaenea yenyewe waliwaambiaka bazongee abo njo bakuye mwile maeneo, njo vile precision iko. Ukitaka penda kuuliza kweli, uite Kichumbiro, Kanyambi, batakwambia ile evenement gisi imepitika pale mkichumbiro saa hii journée yote. Mpaka sasa wanajeshi walionekana kutoka katika viwanja vya vita huko jimboni Kivu ya Kaskazini, ambao ni RDF kutoka nchini Rwanda, wamejikusanya maeneo ya uwanja wa ndege, ikiwa ni kwenye njia ya wao kuweza kurudi jumbani kwao nchini Rwanda. Lakini taarifa za ndani zinasema ya kwamba wanajeshi hao wanataka kuweza kulipwa malipo yao ya awali ili waweze kuondoka wote na kurejea majumbani kwao. Tukitoka jimboni Kivu ya Kaskazini na turudi jimboni Kivu ya Kusini, upande wa Nzibira, Kaniola na sehemu mbalimbali, bado muonekano magaidi wa M23 upo, lakini haupo kama ulivyokuwa siku za hapo nyuma. Kwa sasa kuna utofauti kidogo ambao unajitokeza kwenye uwanja wa mapigano. Kwa upande wa Kamanyola, mpaka sasa magaidi wa M23 waliotoka kwenye milima ya Nyanja ya Juu wanaonekana wote wakijikusanya ndani ya kambi ya MONUSCO, huku bado hakujawa dalili yoyote ya kusema kwamba wanatoka kwenda Rwanda ama bado wanasubiria mishahara yao ili waweze kulipwa na baadaye kufungasha virago vyao na kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa tarafa la Fizi, maeneo ya vita ya Mikenge pamoja na Point Zero na hata pia Minembwe, wazalendo bado wanaendelea kudhibiti maeneo yao na huku pia kufungia njia magaidi wa M23 ambao wanajaribu kuvunja mikakati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Baada ya taarifa hizo kutoka kusini mwa Kivu na kaskazini mwa Kivu kutokana na kujiondoa kwa magaidi wa RDF sehemu mbalimbali kwenye uwanja wa vita na kujikusanya Goma, pia Kamanyola na hata ndani ya jiji la Bukavu, tubaki tu jimboni Kivu ya Kusini. Wazalendo wataka kutokuendelea kubaki kwenye makambi, badala yake wawe kwenye uwanja wa vita. Kamanda dawa ya panya ambaye ni anahusika na upelelezi pamoja na operesheni ndani ya kundi linaloongozwa na Generali James Fieka Adui APC ameweza kutoa wito kwa makamanda wengine wa wazalendo kutokuendelea kuweka wazalendo maeneo ya makambi, badala yake wanatakiwa kuweza kuwatuma kwenye uwanja wa vita kwa lengo la kuzuia mipango yote ya magaidi wa M23 kwenye milima ya Nyanja ya Juu. Akizungumzia hali jinsi ilivyo kwenye barabara kuu ya taifa nambari 5 kwamba M23 hawezi katu kutoboa barabara taifa nambari 5, badala yake anajitahidi kupanda kwenye milima ili aone namna atakayotumia aweze kutumia njia ya milima kuelekea huko na kufikiria kwamba ndoto za mchana zinaweza kukamilika. Kamanda dawa ya panya, kiongozi makamu ndani ya movement ya APC inaongozwa na Generali James Fieka Adui, mbele ya Mike za Baraka One TV. Na Mungu aendelee kubariki tena msimamizi ye mwenyewe General James Fieka Adui kwa kweli kwa kuendelea kutupatia tena ile morale, na tunaendelea kusonga mbele na movement ya APC nasonga mbele. Wandugu zangu, kitu cha kwanza ningelisema, mko mnasikia habari naendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba adui kweli bali sema atajondoa le 15, leo tunakuwa le 18 mpaka leo ya jondoa. Na mko mnaangalia nini mtafanyika kungazi za juu, nini mtafanyika kote bazalendo, na nini mnaendelea kusikia kusema kwamba adui anaendelea kujirenforcer monani mu plaine de la Ruzizi, adui anaendelea kujirenforcer mo plateau kujua kuangalia mna anaweza kupiga atudisike tuko msezele FM anaendelea kutuataki. Ni kweli adui anaendelea kujirenforcer munjia yote porque apertibe kalikile ya gouvernement yetu. Ile kujirenforcer haina bure.
ni distraction ile tuko tunaingia, anaangalia mwere ni 5 au tena pita kwere ni 5 tusababu ile kusema sema adui taza pita tena katogota kui Uvira ana na ile force kwenye kunaanza angalilia kwa bie na veke na madrone yenye anajikuta kulikuwa tegaizo FARDC yetu ile abaki pale, ilikuwa ni mo plateau leo na hii masiku yote tunaendelea kisha kujirenforcer mo plateau mwae yabo na makalikili yabo inafika kufin banakosa mwae ya kuavancer. Ningelomba kwa kila mkongomani mwenye na yeye kujitosha na kila mzalendo mwenye na yeye alishikilia sila na kila komanda wa kizalendo vraiment mzalendo yuko kuacha kunuka mzalendo na kubeba kuvita au kuleta au kurekrute jeune juu kwa muka ulirekrute mtu juu kupigania nchi aliko kuikala bamuona sema na mimi kwa mtu fulani, ile kitu tunakatana. Sasa ya kuongezea ni nini? Ningelomba wa ndugu zangu wa Kongomani tuendelee kuungana mkono, na ningeomba kuwa komanda force baendelee kusukuma basoda vraiment Malindi front baendelee kutu renforcer, na kweli kazi iko bien na waza mo plateau hakuna panya kulia nyao wala pusi kulia nyao, hakuna vraiment, kila kitu kiko bien. Ndio mko mnaendelea kusikia adui ya renforcer Kaziba iko napanda Kaziba Rurambo juu aende kupita ingie Milembo, ndio ne huyo kama na shia tuko tena watoto tunaweza tumisha si taktiki ya vita na hakuna kugupana kwa leo. Sasa kenye ningelomba kwa wakongomani wote tukue nyuma ya president wetu kwanza Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ya kingine na kia kondane gouvernement yetu mimi na kia kondane gouvernement yetu kisa mimi na kia kondane ni nini? Mimi naona kungaliki ukimya wa reaction na ile mizuzano ya traizo. Rubarika kulikuwa échange de balles entre bazalendo na FARDC. Atuko bakufanya ile échange de balles. Ni bitu bimwa biko bya haya sana. Ni bya haya vraiment. Na ni kuomba kwa wandugu wa Kongomani tusimame imara, tutetee nchi yetu. Atuko juu ya kwanza kujiafronter na FARDC. Atuko juu ya kwanza kujiafronter shipeke kusipeke. Ila ina uzalendo. Ile nako tunaanza kuuana, tuko najipunguza na tunampatia adui njia na tunampatia na nguvu. Tunaomba sana vraiment. Tunaomba vraiment. Na kuambia population yote tunabarasiri. Hakuna adui mwenye ataingia Uvira wala adui mwenye ataendelea kuavancer mbele. Ni habari ya COVID-19. Mambo ya yenye banasema haiyakuwa reality. Atusemi vya mingi, mimi nawaza mnatona bakomanda force bote biko kimi. Amuyue mandalizi konini. Amuyue tunajiandaa ni tunajipanga kivipi? Amuyue. Kila mtu kwa kimya, tunarezone, tunarefleshi kwa kufanya. Atuko tena mwele madistraction kusema huyu alipanda kumejea anapanda kumejea. Tunaweza kuongea kupatia kila mkongomani morali kwa kazi tuko endelea kufanya. Huko naendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarehe 18 mwezi ni wa 7 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga. Unasikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, Kingsele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letitia, da Asha, da Arwin na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, ya Haya Huseni kutoka Dar es Salaam, Jacques Baguma kutoka Uganda, Ramakei kutoka Afrika Kusini, na ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko naendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV.
Baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa ambako Senko na SSC wakutana na wapinzani jijini Kinshasa. Baada ya kuweza kukutanana na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, shirika la makanisa Senko pamoja na SSC wameanzisha pia mazungumzo na wapinzani zaidi, kundi la C64 ambalo linaongozwa na Martin Fayulu, Delize Sanga pamoja na Jean-Marc Kabundi kwa lengo la kuweza kuzungumza taarifa kutoka katika ikulu ya rais kwa ajili ya mazungumzo. Baada ya mazungumzo, viongozi wa SSC walikuwa na haya ya kuzungumza. Bon, disons, c'est une rencontre qui fait suite à ce que vous avez tous suivi hier, donc l'annonce officielle du processus de dialogue national inclusif qui rentre dans toute la dynamique qui a commencé depuis Bujumbura et Congo-Brazzaville. Je crois que le cardinal l'a si bien présenté. Et à la suite de cette rencontre, il était question pour nous de commencer déjà le travail. Parce que avec le chef de l'État, nous étions mis d'accord pour que les deux églises, pour que la dynamique de la médiation commence déjà ce travail. Donc aujourd'hui, nous avions estimé nécessaire de rencontrer la partie de l'opposition, parce que vous le savez qu'ils ont prévu une marche pour les 22. Et au niveau de la médiation, il avait été estimé nécessaire d'aborder cette question avec cette partie de l'opposition pour obtenir le principe du report de cette activité. Pourquoi? Parce que nous estimons que dès lors le processus est déjà lancé, le processus du dialogue, et nous, dans ce rôle de médiation, avons l'obligation d'obtenir des uns et des autres leur engagement. C'est le signe et l'engagement qui montre qu'ils acceptent d'adhérer et d'accompagner le processus qui vient d'être lancé. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'échanger avec eux. Ils ont posé des questions pertinentes de leur point de vue, notamment la question sur l'inclusivité, où ils voulaient comprendre dans quels termes le dialogue va se passer. Et nous avons pris suffisamment de temps. Ils ont aussi soulevé la question sur le sort de la Constitution. Donc vous savez que leur dynamique a été mise en place en rapport avec la question constitutionnelle. Et donc il était de notre devoir de rassurer. Et ça c'est un point important sur lequel je voudrais insister. Cette initiative prise par le président de la République et qu'il confie à juste titre aux églises d'amorcer, relève d'une dimension pastorale. Notre objectif, c'est de réconcilier le peuple, c'est de nous amener tous, fils et filles du pays, dans un cadre apaisé et consensuel où toutes les questions d'intérêt national seront abordées. Et donc, dès lors que ce processus est lancé, nous avons estimé, sans vouloir violer les droits ou la liberté des opposants, mais pour nous, c'est un engagement à prendre, c'est un signe qui doit prouver que, effectivement, le message qui a été lancé hier est accepté et bénéficie d'une appropriation nationale. Donc, on a commencé avec eux. Nous allons voir d'autres acteurs qui sont impliqués dans cette dynamique. Donc, il n'y a pas que l'opposition représentée au sein de C64. Taarifa za awali ni kwamba Senko pamoja na SSC waliwasihi wapinzani kuweza kuahirisha maandamano ambayo wanafikiria kufanya tarehe 22 za mwezi huu wa 7 2026. Badala yake wajikite katika mipangilio ya kuweza kupanga kwa ajili ya mazungumzo ambayo rais anasema ni muhimu yaweze kufanyika. Kwa upande wa wapinzani wanasema wako tayari kwenye mazungumzo, lakini hilo wala halitazuia maandamano yao ya tarehe 22 kuweza kufanyika. Kutokana na yote hayo, Patrick Muyaya pia amekazia kuhusiana na kile ambacho kinaitwa mazungumzo ya umoja na ambayo yataunganisha watoto wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
avons déjà eu un exemple de dialogue qui s'est tenu ici, c'est la conférence nationale souveraine. Évidemment, il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, il y a des compatriotes qui ont quelques soucis. Je crois que dans le cas du travail qui sera fait avec notamment les chefs des confessions religieuses, on verra comment certains cas pourront éventuellement trouver des réponses. Je rappelle ici, et le président de la République a été très clair là-dessus, que l'enjeu ici, c'est pas le président Tshisekedi, qui est lui-même héritier de cette situation. L'enjeu, c'est comment les Congolais de partout au monde arrivent à se mobiliser pour que d'une seule voix, le cardinal a parlé d'unité, il a parlé de communion entre fils et filles d'un même pays, de comment nous nous lèvons pour mettre fin à cette agression. Je rappelle que les militaires qui meurent, les fonds qui sont engagés, c'est les fonds de la République démocratique du Congo. Donc ici, il faut essayer de regarder, non pas essayer, mais il faut regarder la question comme une question globale qui touche à chacun d'entre nous. Lorsque nous disons que le président de la République est le rempart contre la balkanisation et tout ce que nous disons au quotidien comme les menaces qui pèsent sur justement l'existence même de notre pays, il est important que les uns et les autres puissent s'élever et démontrer. Et le président de la République qui a parlé de dialogue depuis autant d'années, autant de fois, vient là de donner une opportunité pour les uns et les autres de venir discuter de comment, comme Congolais, nous donnons une réponse à cette question qui paralyse et qui handicape les développements de notre pays. Je pense que de ces points de vue, les choses doivent être bien claires et nous disons et locaux et l'équipe intégrité territoriale et zatée. Donc c'est la chose la plus importante que tous les Congolais, partout au monde, doivent avoir. Et la discussion avec les chefs des confessions religieuses emportées notamment sur des sujets ou sur des positions des uns des autres, nous verrons justement dans les cadres du travail qui sera à leur donner comment les uns les autres pourront se joindre à nous dans cette dynamique, évidemment avec des prises de position claires contre l'agression, parce que c'est là le premier mal que nous devons collectivement endiguer. Sur l'autre volet de votre question, c'est prématuré tout ça, parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas des questions individuelles. Ici, il s'agit de la République démocratique du Congo comme État, dans ce qu'elle a comme frontière héritée de la colonisation, et surtout dans les faits que nous avons des compatriotes, des frères et sœurs qui sont dans les parties des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont occupées, qui ont besoin d'une réponse. Je pense que les messages de l'unité, de la communion qui pourra être envoyés devraient être rassurants. Évidemment, nous verrons au fur et à mesure que nous évoluerons dans ces discussions, les moments venus, s'il y a des conséquences qu'il faut tirer parce qu'il faut renforcer tel axe ou renforcer encore tel autre pour être sûr que nous avons tout fait, que nous avons tout mis autour de nous, derrière le président de la République, pour que nous puissions mettre fin une fois pour toutes à cette agression qui tue nos populations. Et je rappelle que ça dure depuis 30 ans. Voilà, on va prendre les questions de M. Eric Izami, qui sera suivi de M. Oscar Mbal. Merci, Excellence de la parole. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, lorsque je dirais d'abord que je suis heureux d'écouter le cardinal Ambongo Besungu parler de dialogue et puis il a parlé de l'agression dont nous sommes victimes et tout ça. Mais je voudrais que vous puissiez nous donner votre contenu sur le mot inclusif. Parce que chez nous, par moment, le mot tel qu'il est prononcé par vous qui êtes aux affaires et par ceux qui pactisent parfois avec l'ennemi qui tue chez nous, parfois il y a équivocité des termes. Quel est le contenu que vous donnez au mot inclusif dans ce qui vient de se passer? Et puis deuxième question, dans le mental collectif, aussi bien du Congolais que des autres peuples, on sait que les Américains sont super puissants. Il y avait un ultimatum qui avait été donné jusqu'au 15 juillet pour que le Rwandais, pays agresseur, pays qui est ennemi de la paix, puisse quitter notre sol de la République démocratique du Congo. Mais on constate que ça piétine. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Est-ce qu'on devra toujours croire à ce qui avait été signé comme différents accords au niveau de Washington, alors que nous, dans le mental, on sait que la grande puissance a la capacité de faire, parfois de refuser de faire, d'empêcher de faire, et quelques autres fois de faire. Mais pourquoi est-ce que si facilement, personne n'a rien respecté, surtout du côté des ennemis?
Bon, écoutez, je veux en venir sur cette question, mais je voudrais revenir sur le mot inclusif. Tenez-vous bien, nous avons eu de longues discussions avec les chefs des églises. Vous savez que le président de la République l'a dit et redit que les dialogues doivent se tenir entre Congolais, mais les Congolais qui sont en mesure de dénoncer l'agression. Katika mazungumzo, baadhi ya watu ambao wameonekana pia kuhitaji kuingia katika mazungumzo ni pamoja na gaidi Azarias Ruberwa. Yeye amesema endapo mazungumzo yatafanyika, basi yuko tayari pia kuweza kushiriki katika hayo mazungumzo. Hii ambayo kunasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Utasikiza matangazo mbalimbali ambayo yataletwa kwenu kutoka hapa Baraka1 TV. Na hii taarifa ya mazungumzo kuhusiana na hali ya nchi ya Patrick Muya yakifafanua mengi zaidi, tutasikiza majira ya saa 9 yote kamili kupitia Baraka1 TV. Bye bye.